imetumwa kwangu na watu wengi sana. Najua umeongea vitu vingi sana na sijataka hata kudili na wewe kwa sababu wakati kelele zikiwa nyingi sana unaacha kwa sababu mambo mengi yanakuwa mkumbo. Unielewa binti yangu? Lakini ukiona mpaka sasa nafikia hatua ya kufanya hivi, na kwa huyu sasa sio bahati mbaya au sio mkumbo, bali ni tabia. Unielewa? Nimekupigia nikusaidie kitu au nikwambie kitu. Hapa saizi niko naenda kituoni. Unisikia? Sahi hapa. Hivi niko nje na mimi nimekaa kisema. Na ninaenda kituoni kwa sababu uko naweza labda nikaongea na wewe kwa namna ambayo unaweza ukaelewa kwamba mtu inatakiwa uishi vipi. Duniani tuna makosa, lakini kosa ni kumtaja mtu mbele za watu na kumdhalilisha. Duniani watu wote wana matusi, lakini kosa ni kumfesi mtu mbele za watu kwa jina lake. Unielewa? Unaniona mimi nilivyo? Sio kwamba sijui kuongea. Na wala mtu asijidanganye. Au mimi siumii naumia. Umenisikia? Ila nimechagua kuwa mtu tofauti kabisa na vile wengi wapo. Haya, sasa nikuulize swali, naomba unijibu vizuri. Umeongea vitu vingi, maana sitaki hata kujiongelea mimi kwa sababu mimi nikijiongelea mimi ndio itakuwa mengine zaidi. Nataka kukuuliza maswali kidogo tu kuhusu mwanangu Joan. Na unijibu vizuri. Unanisikia? Nakusikia. Joan unamfanyia wapi? Na mimi naweza nikakuuliza kabla sijakujibu? Wewe nijibu tu. Mimi nitakupa chance uongee. Ukiniuliza mimi na mimi ndio nimekutafuta. Mimi sina muda wa kumfahamu wala sitaki kumfahamu. Sawa? Alafu kama ukisema si uko nenda polisi unaweza kaendelea tu kwenda kwa sababu mimi sitoogopa huko polisi. Mara kwanza alishanitafutaga akatukanaga, nika screenshot akasemaga atendaga polisi nikashangaa hajaenda. Leo mara ya pili yeye kama ninazo DM nazo. Na hivyo hivyo kama imekata. Nakwambiaje? Wewe kama ulikuwa nenda polisi endeleza tu safari ya kwenda usistopishe. Nenda, nenda kwa sababu wewe nenda tu. Afu utaniambia ni kituo gani nitakuja hicho cha pili. Cha kwanza wewe hapo kama unasema kwamba mwanao anakosewa na yeye ungekuwa unamkanya sikae mtandaoni kutukana watu. Kwamba atakuwa anatukana watu wanakaa kimya, kwamba anatwita watu mambo watu mnakaa kimya. Mimi ashanifuataga DM. Ashanitukanaga nika screenshot, akajaga akaniambia ndakupeleka ndakuita sio posta akanatishia. Nikamwambia fanya akufanya. Yaani kwa sababu wakati huo anakuita ulikuwa umefanya nini wewe? Sasa hivyo muda Madam Masa kusema unakanya watu ungemkanya mtoto wako acha kuingia mtandaoni na kutukana watu. Mimi sikukanyi, unanisikia? Mimi unatishia kuniambia mimi sijui ulikuwa nenda polisi sijui nikajielezee kule. Unafikiri polisi unafikiri ni kukanyana? Polisi zimewekwa kwa ajili ya watu tu ili kusaidiana. Sasa wewe nenda tu kwa polisi. Nenda hamna shida. Sawa, sasa nisikize. Unanisikia binti yangu? Nakusikia. Mimi sijakupigia kuvutana na wewe. Ingekuwa kukupigia ningekupigia kitambo. Haya, nikuulize swali. Kuna siku gani umeingia kwenye Instagram yako ukasema jamani huyu dada Masa mbona anaonewa hivi? Kuna siku umeshawahi fanya hivi? Ndio, kuna siku ambayo niliongea hivi. Hebu sasa mimi nakukumbusha afu zingine nimeziachieve naweza nikazitoa. Cha kwanza mimi ni shabiki yako namba 1 sana. Umeelewa? Na ndio maana uji kukuta mimi naomba niongee. Umeniuliza? Mimi sio shabiki wa Joan. Mimi siwezi kufurahia kitu ambacho anakifanya Joan ambacho najua kwamba kinamharibia status ya mtu mwingine. Sikiliza sasa nikukumbushe kitu. Unakumbuka kwa nini hiyo hali ilitokea kwa Joan? Unaijua ilitokea wapi? Ilitokea kwa mdogo wako Biti. Kuna siku umeingia ukasema Bifis wewe ni mchawi kabisa. Kwa nini unakuwa hivyo kwa ndugu yako? Sikusema mchawi ila nilipostigi picha yake na video naweza nikakutumia hapo. Sawa? Nakuuliza. Siwezi kusema mchawi ambaye sijui tabia yake. Wewe kuna siku nimekwambia Masa wewe ni mchawi au nimekutukana? Nikuulize swali. Kuna siku uliona nimekutukana kwenye post yote. Sasa nisikize vizuri. Wewe Joan amesha kukutukana wewe? Mimi hata kama hajanitukana mimi akitukana watu wengine amenitukana mimi kwa sababu ametukana public. Nenda kwa Juma Kalokole kaangalie posti zake. Amemtukana nani?
Basi mama, wewe mpaka unapata ujasiri. Wewe kama unaenda polisi, nenda, wewe nenda. Nampeleka mahakamani. Sio tu mahakamani, nenda popote Juani. Umekubali? Eh.